Naitwa Rafael Midenge, nafanya kazi na AICT Dayosisi ya Geita, nikiwa msimamizi wa mradi wa uvunaji wa maji ya mvua. Mradi huu ulianza mwaka jana, mpaka mwaka huu tunayo matenki jumla yake 7, ambapo ikiwa ni size ya lita 1000, lita 5000 na lita 10000. Lita 1000 tumejenga kwenye ofisi ya Baba Askofu, lita 10000 tumejenga AICT Msasa pamoja na chuo cha Biblia Geita. Lita 10000 tumejenga shule ya awali na msingi Richihili, kituo cha kulelea watoto Ebeneza pamoja na Kazunzu. Mradi huu umefadhiliwa na shirika la Christian Engineering Development Organization chini ya msimamizi wetu Mr. Ian. Mwinjilisti Zakaria Hamisi Masaji ni mwanafunzi wa Geita Christian College. Kimsingi tunamshukuru Mungu kupata neema ya tenki. Kabla hatujapata tenki tulikuwa tunahangaika sana kupata maji, ilikuwa ni shida sababu ilikuwa kikatika kwenye mfumo wa bomba, kwa hiyo tulikuwa tunahangaika sana. Lakini baada ya kupata mradi wa tenki umetusaidia sana, maana yake kwamba tukijaza maji kwenye tenki hatupati tena usumbufu hata kama ingekatika kwenye bomba. Tunakuwa na akiba ya kutosha, tunatumia vizuri, na kwa kweli inatusaidia sana sisi kama wanafunzi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa baraka ambazo alitupa kwa ajili ya mradi huu mzuri wa tenki. Tumefurahia sana kama wanafunzi wa Geita Christian College. Tunashukuru Mungu sana na Mungu awabariki sana hao watu wa mradi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaitwa Mwinjilisti Joyce Matias. Ninafanya kazi katika ofisi ya Baba Askofu AICT Dayosisi ya Geita. Mimi ni mama mlezi katika nyumba ya watoto ya Ebeneza, ambapo tuna jumla ya watoto 16, wa kike wakiwa 10 na wa kiume 6. Hapo awali tulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Watoto ni wengi, matumizi ya maji ni makubwa, lakini maji yalikuwa hayatoshi. Maji yanapotoka ya GEWASA wakati mwingine hayatoki, na yakitoka ni kidogo, tunapata wakati mgumu. Lakini ninamshukuru sana Mungu pamoja na shirika la CD kwa mradi huu wa matenki, ambapo tuliweza kupata tenki la lita 10000. Mvua inaponyesha tunavuna maji kutoka katika nyumba yetu hii, na maji yanakuwa mahali hapa, na sasa tuna maji mengi ya kutosha. Na kwa sababu tunaendelea na mpango wa kuongeza watoto wengine, tunatamani kuongeza tenki lingine la lita 10000. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Grace Ezekieli, ni mpishi wa shule ya Richihili. Tunashukuru kwa ajili ya maboresho ya maji. Hapo mwanzo kabla hatujapata tenki hili kulikuwa na matatizo, changamoto zilikuwa nyingi kwa sababu hatulikuwa tupati maji kwa wakati. Lakini baada ya kutengenezewa tenki hili tunashukuru maji tunapata kwa wakati. Tunashukuru kwa matumizi haya. Tunaomba kama itawezekana tuboreshewe na tuongezewe matenki mengine. Ninaitwa Lehema Michael, ni matroni katika shule ya Richihili. Kwanza kabisa tumenufaika sana na mradi wa tenki la maji. Maji yametusaidia sana. Hapo mwanzo tulikuwa tunahangaika sana kuhusu maji, hasa sana kwa watoto wanaoishi bweni, muda ule wa kuoga, maji, kufua nguo, kwa tunahangaika sana. Ilibidi hata tufuate maji Dayosisi, lakini baada tu ya kuja matenki haya ametusaidia sana, hatuhangaiki tena maji. Ila mapendekezo yangu nilikuwa naomba tenki lingine kwa upande isogee kule bwenini kwa ajili ya huduma za iwe karibu zaidi watoto wanaoishi kule bodi. I am Hezron Magosela, one of the teaching staff here at Richihili English Medium School. First of all, we thanks very much for the CED support for building us 2 tanks. This one was first built here, and another one is found there. These tanks actually are helping us a lot, especially for issues of water. We use them for harvesting rainwater, and also we use them sometimes during the dry season for as the water reservoir. So we are actually appreciating and sending our gratitude to the CED support for supporting us. We have boarders here as boarding students that we use them actually for, they are here, they stay here for 24 hours. Therefore, they are using this water reserved in these tanks
for washing their clothes, for drinking, and for also we use for cooking. There are actually different domestic chores here and also school chores that actually need water. As for instance, our kitchen need water, and sometimes the tank that is behind the standard 3 buildings, we use it for toilets and so on. And therefore, currently we have also our hostels. This hostel actually need the water. And therefore we are asking for the CED to support us water tanks. Another, if possible, 2 tanks for the boys and also for the girls' hostels. So we also thanks very much to our brother Ian. As you know that I cooperated in building this. I was actually part of building these 2 tanks. And therefore, his whatever instructions and so on helped us to know how to build these tanks. Therefore, we are appreciating, and we say thank you for your support to CED, and also thank you, Brother Ian, for your support and being a part of Richhill development. Thank you very much. Sisi kama mchungaji nashukuru sana shirika letu hili CED kwa kutusaidia pamoja na sisi yetu ya Shinyanga kusaidia ujenzi wa tenki hili. Maeneo yetu yalikuwa na changamoto sana ya maji. Metusaidia sana, hususan Wakristo wakati mwingine wanapotoka kwa ibada, kama mvua imenyesha maji yamo wanatumia. Wakati tunawashukuru sana kwa kuweza kujitolea kujenga hili tenki, na tunapata maji ambayo ni salama sana, yako vizuri sana. Hata mtu anapoyachota anaona maji yako meupe na yako vizuri, anapokunywa hakuna hata shida yoyote.